Tumshangilie Bwana wetu kwa vigelegele. Bila kukawia, tusimame tulisome la Mungu. Tusimame tulisome neno la Mungu. Nitasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza, sura yake ya kwanza. Nasoma mstari wake wa 9 hadi 11, na baadaye tutaruka kwa mstari wa 24 hadi 28. Pale njo tunataka tupokee somo letu la mchana huu wa leo. Kitabu cha kwanza cha Samuel, sura yake ya kwanza, mstari wa 9. Kama tuko pamoja, tusome katika jina la Yesu. Basi Ana aliondoka wakati walipokwisha kula na kunywa kwa Shilo. Na Eli kuhani alikuwa ameketi juu ya kiti chake karibu na nguzo ya mlango wa hekalu la Bwana. Naye mwanamke aliyekuwa na uchungu rohoni mwake akaomba kwa Bwana na kulia sana na machozi. Akaahidi kwa kiapo akisema, E Bwana wa majeshi, kama kweli utaangalia huzuni ya kazi wako na kunikumbuka, wala hutasahau kijakazi wako, lakini utamupa kijakazi wako mtoto mwanamume, basi nitamtoa kwa Bwana siku zote za maisha yake, wala wembe hautapita kwa kichwa chake. 2:4. Na wakati alipomwachisha maziwa, akapanda naye na ng'ombe 3 na efa moja ya unga na chupa ya mvinyo, akamleta kwa nyumba ya Bwana kwa Shilo. Naye mtoto mchanga wakachinja ng'ombe, wakaleta mtoto kwa Eli. Naye akasema, E Bwana wangu, kama roho yako inavyoishi, Bwana wangu, mimi ni yule mwanamke niliyesimama hapa kando yako na kuomba kwa Bwana. Niliomba kwa ajili ya mtoto huyu, na Bwana amenipa maombi yangu ambayo niliyomwomba. Basi kwa sababu hii nimemtoa kwa Bwana awe wake siku zote za maisha yake, akaabudu Bwana kule. Amena. Bwana Yesu na asifiwe. Mungu iko mwema, kwa sababu imempendeza tukusanyike hapa leo. Kusanyiko letu la leo, kwa wale wenyewe waliiandaa, baliisema kwa lugha ya Kimombo ya kwamba iko culte d'action de grâce. Sijue kwa Kiswahili yetu tutasema tu iko ibada ya shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Iko ibada ya shukurani. Na mbele niingie katika somo langu, tunashukuru kwanza waandalizi wa programu hii, kwa sababu waliona vema tulipomaliza mwaka wa 2025
tunaingia mwaka wa 2026, tuwe na ibada kama hii. Kama tuko hapa ni kwamba imempendeza Mungu. Mungu achunge wanamemba wake wa Kadafi katika mji wa Goma, na anapowachunga amewapa uzima. Ni sherti tumrudishie Mungu sifa. Ndio kwa maana kikao cha leo kimeandaliwa. Na kama kimeandaliwa, lakini jambo la pili litakuonyesha ya kwamba Mkristo mwenyewe iko ku Golgotha, Mkristo mwenyewe iko ku Betani, Mkristo mwenyewe iko kula maso, ni mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mtu mmoja. Tena ya furaha ni kwamba wachungaji wameonesha ya kwamba ninapofika kula maso niko mchungaji wa Wakristo wala maso. Munaamini hivyo? Munaamini hivyo? Ukenikuta mbarabara usiniambie bonjour mchungaji wa Philadelphia. Wewe useme tu bonjour mchungaji. Niko mchungaji wako mahali popote. Mpige kwanza Bwana vigelegele, mbionda Bwana vigelegele kwa sababu iko mwema. Na hii inaonesha la ushirika yetu. Ni kwamba mahali pote tunaweza kupita, tutajisikia kwamba wale watoto wenye wako pale ni watoto wetu. Kwa hii imekuwa jambo la maana, sisi sote tuonane kwamba watoto wa tumbo moja, na tuoneshe ushirika wetu kila siku tunapomsifu na kumwabudu. Neno langu la mchana huu wa leo haliende mbali na siku hii ya leo. Neno langu linataka kusema ya kwamba kujua kumshukuru Mungu. Na lengo langu kwa mwisho nataka nikuoneshe siri gani ambayo imefichwa kwa wale ambao wanajua kumshukuru Mungu. Ninataka Bwana akusaidie. Kama haujajua kumshukuru Mungu, kupitia neno leo tunapofikia mwisho, uangalie moyoni mwako, eske ninajua kumshukuru Mungu maishani mwangu? Na kama haujue, anza kumshukuru Mungu kwa yale ambayo Mungu atakayoyatenda ndani ya maisha yako. Neno la leo ni kwamba ujue kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Historia ambayo tumeipata hapa ni historia ya karibu watu 4. Mtu wa kwanza ni Elikana. Na Elikana alikuwa na wake wawili. Kwa wale wake wawili kulikuwa mmoja anaitwa Penina na mwingine aliitwa Ana. Mtu ya ine mwenye iko pale ni kuhani wa Mungu Eli. Biblia inasema ya kwamba Penina aliyeolewa na Elikana alizaa watoto wa kike na watoto wa kiume. Lakini mshangao mkubwa, Elikana hakuonesha majina ya hawa watoto wenyewe walizaliwa kwa tumbo la Penina. Sijue nilitafakari Biblia, sikuona majina ya wale watoto. Sasa Ana, Mungu akafunga tumbo lake. Na kufungiwa kwa tumbo la Ana lilikuwa na shabaha kwa Mungu. Lilikuwa na shabaha. Katika historia yenyewe kuwa hapa, Elikana alipokuwa akienda hekaluni,
pamoja na wake zake. Penina alipewa sadaka na watoto wake wote walipewa sadaka ya kwenda kutoa mbele za Bwana. Pia Ana naye alipewa sadaka, lakini Biblia inasema ya kwamba Ana alipewa tena zaidi ya zile zenye zilikuwa zinapaniwa kwa Penina na watoto wake. Lakini hata hivyo, hata Elkana alipenda amfurahishe Ana, lakini Ana alikuwa na uchungu kwa moyo wake. Ana alikuwa na uchungu. Inawezekana mama Penina alikuwa iko na mtupia mamake la nywele mnasemaka. Na asiye tunajua kwa familia zetu za Kiafrika, wakati mwanamke hazae, naanza kusema huyu mtoto mwanamke umuongezee kwa mwingine au mfukuze, asibakie tu hapa iko anakula machakula zetu na kuyazaeza mawese zetu. Kiafrika mwanamke mwenye hazae hana vale Kiafrika. Lakini kama hauzae ukikuja kwa Yesu, valere iko. Sema amen. Valere iko. Kwa Yesu kuko valere ya kila aina. Uwe na kitu usipokuwa na kitu, kwa Yesu uko na valere. Kwa Yesu uko na valere. Ambia mwenzako kama uko na Yesu uko na valere. Waswahili wanaita iko samani nzuri. Samani. Kwa sababu wenyewe wanaenda kwa Yesu, wanaheshima mkubwa, awe mdogo awe mkubwa. Kama uko na Yesu uko na heshima. Ninakumbuka Yesu anatembea, anaingia Yerusalemu. Yesu alitembelea mwana punda, lakini haiko Yesu ndio alitembea kwa mavazi yenyewe alitandika. Lakini yule mwenye alikuwa anachukua mfalme wa falme, mwana punda, ndio mwenye alikanyaka. Na watu yote wakasema abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe. Punda naye kajikuta sema, kumbe na mimi niko na samani. Juu ya nini? Kwa sababu nimembeba Kristo. Kama umembeba Kristo, uko na samani kubwa katika ulimwengu wote mzima. Bwana Yesu asifiwe. Samani iko. Sasa Ana hata walimtupia mambo yake la, lakini akasema nina huzuni kwa moyo wangu, nitaenda kumimina huzuni yangu mbele za Bwana. Akaenda akaikala kwa mlango wa hekalu. Inawezekana hakutamka maneno yenye ilisikilika na watu, lakini aliomba kwa moyo wake, na yale yenye aliomba kwa moyo wake ikaonekana kwa midomo. Ikaonekana kwa midomo. Kuhani wa Mungu iko pale, akanyanyua macho yake akamuona. Akasema, Ana, utalewa mpaka lini? Wapendwa, Eli alikuwa kuhani, lakini hakujua siri yenye ilikuwa ndani ya Ana. Kuna watu leo wanapenda wajitafutie sifa ya kwamba mtu akikuja kwake ana shida, anapenda alete unabii wenye hauko hata kweli. Eli hakutafakari aseme niseme kwa huyu mama maneno yenye haifai. Akamwambia tu aseme, wewe utalewa siku gani mpaka siku gani? Wapendwa, kama uko nabii wa Mungu, sema maneno yaliyo kweli, italeta baraka kwa watu. Sema amen. Eli, mwanamke akamrudisha akamwambia, papa, mie sikulewa kwa mvinyo, lakini nina huzuni kwa moyo wangu, na nimemimina roho yangu mbele za Bwana, na ninataka Bwana
awe jibu na msaada kwa maisha yangu. Hakuna jibu kwa yoyote yule. Ndugu yako anaweza kuwa na kitu, lakini hawezi kuwa na jibu nzuri kama la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimina roho yako. Ninajua una huzuni, ninajua una magumu, ninajua una shida, lakini shida yako uioneshe Bwana. Ana akamuonesha, na alipomuonesha Biblia, Eli mtumishi wa Mungu, na akarudia ndani ya moyo wake akasema, ndio vile, ndio. Sasa Bwana akutendeye kutaka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama alipotoka pale akapokea faraja. Eli hakumwambia utapata mtoto, lakini alimwambia tu Bwana akutendeye sawa sawa na haja yako. Sawa na haja yako. Wengine nasema utazala mtoto mwanaume, mwingine utazala mtoto mwanamke. Saa nazaliwa na kuwa tofauti na unabii. Inakuwa vita. Lakini ambia mwenzako kwamba Bwana akutendee. Na Bwana anapokutendea utamshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu akaleta moyo. Na baadaye alipoenda, Ana akarudi nyumbani, na kwa uwezo wa Mungu akapokea mimba. Na alipopata mimba akamzaa mtoto. Alipozaa ule mtoto, kwa ile versi ya 24, Biblia inasema ya kwamba Ana akaenda moja kwa moja akachukua sadaka zake. Kama tulisoma pamoja, alichukua sadaka gani? Kama tulisoma pamoja, alichukua sadaka gani? Mwenye alisikia ni nani atuambie? Baba ulisikia? Alichukua tu ng'ombe. Alichukua ng'ombe ngapi? Ng'ombe 3. Ya pili akachukua nini? Efa ya unga. Tunaanza kuita nini efa ya unga? Iko kule kumapori yetu tunaita kitunga. Hapa anaanza itilize kama ni mandebe za mabunga kama nini. Au kale kambale tu tuseme vile. Akachukua na kale kambale. Mene atoto kafanya nini? Na chupa ya mvinyo. Mkiswahili wanasema karabia. Kule kwetu wanaita kibindi. Mwingine wanaita nini? Kule wanaitaka mutungi. Mwingine wanaitaka nini? Echirembe. Na mkibembe wanaita alolo. Alolo. Na akaonesha, na alipofika mbele ya Eli akamwambia, kama vile uishi Bwana, ni mimi mwanamke niliyekuja hapa nikimimina moyo wangu mbele za Bwana. Sasa Bwana amejibu mahitaji yangu, na kwa leo nimemleta yule mtoto kama vile nilivyotoa naziri kwako. Eli aliposikia yale maneno, naye ikambariki, kwa sababu huyu mama alielewa nini ambayo Mungu amefanya ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Tumpige kwanza begele kama tuko pamoja. Mimi nataka nikwambie leo, kujua kumshukuru Mungu kushukuru Mungu ni kufanya nini? Jambo la kwanza, kushukuru Mungu ni kusema asante. Kwamba asante mbele za Mungu iko na maana mkubwa sana.
Kwa sababu kama mtu hajue kusema asante, iko vigumu kupokea baraka ambazo ziko nyuma ile asante. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa zetu wa mama, kama papa ameleta hata kitambala, mesiujue kusema asante. Kama papa ameleta hata lipapa lenye haupendezwe nalo, siujue tu kusema asante. Nilikuwa quelque part, mama anatayarishia papa chakula. Papa alipomaliza chakula akamwambia tu mama asante. Mama akamwambia hivi, nilete vingine. Bwana Yesu asifiwe. Nikashtuka. Hii ndio kawaida yenu huku. Manake mtu akisema asante anangojea vingine vifanye nini? Vikui. Mama ukisema asante, ya pili iko. Sema amen. Papa ukisema asante, ya pili iko. Ya pili iko. Nataka kuambia kwamba ukisema asante, upendo wako unapanda tena zaidi. Kwa Mungu ukisema asante, anaongeza upendo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kumshukuru Mungu ni kuonesha furaha ya tendo ambalo umelipata. Kuonesha furaha. Kushukuru ni kuonesha furaha. Wenyewe wametoka hapa, wabiana wametoka hapa. Wameonesha nini? Balita shindwa kutoka hapa. Si balita shindwa kutoka hapa. Ni juu ya nini? Bameona kwamba na ule anasema kumbe na mimi ningelikuwa na huyu mpenzi hapa. Siko furaha mkubwa kuwa na mpenzi. Babiana biko wanaratema hii mwingine, lakini wewe ukiolewa haiko furaha. Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha. Sasa sie kule kwetu kama mtu yuko na furaha, wanasemaka anachezaka miongo. Nimeona leo hapa kulikuwa mama mmoja hapa ameimba bien. Ameonesha. Amecheza miongo. Na wakati mtu yuko anacheza miongo, ndani yake mko nini? Mko furaha ndani yake. Sasa ule mama ameicheza très bien na furaha yote. Na wenyewe wamecheza hapa wamenifurahisha kwa sababu wameonyesha furaha yao ya kwamba wanamfurahia Kristo ndani ya maisha yao. Tujipigie kwanza vigelegele sote kwa furaha kwa sababu Bwana iko mwema. Kama umebarikiwa, ni sharti uoneshe furaha. Lakini kuna watu wenye anaweza kubarikiwa, anaweza kupata kitu, lakini hataonesha furaha. Onesha furaha. Na manyumba mingi zimebomoka vile kwa sababu ninapoleta kitu yangu na wewe haunipatia asante na kunifurahia, kitarudilia mfuko. Ninasema kama mfano zuri kwa mfano haya yenyewe nilikuwa nayo mimi. Nilikuwa terema hapa kwa astronaut ndio kulikuwa kwangu hapa kwa astronaut hapa. Nilifanya pale siku mingi. Sasa mama mmoja ananitokea tu, ananiambia papa, kumbe nyewe papa mnakuwa kaye. Kipapa kimoja kimefika tu hapa, kinaanza kuniambia. Alikwambia nini? Aliniambia niko na makuta yangu hapa, mimi nataka kupatia azo. Njoo hizi makuta hizi. Makuta juu ya nini unanipa makuta na mimi sikuyue? Asema hizi makuta uzikamate. Nimefika kunyumba iko siku ya fete. Mimi na remet nataka metre makuta kwa bibi yangu. Ananigeukia ananipa mgongo, anashienia yake mshamba. Nasema niko mazarau. Sasa nimerudia nizipane kwa mwenye tazipenda. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe zinaweza kuwa ndani kama wewe hauonyeshe furaha ya kile kitu. Ya pili haitapatikana. Mwambie mwenzako aseme onesha ya kwanza na ya pili itapatikana. Ile furaha ya kwanza yenyewe utaonesha italeta baraka kule nyuma. Ana alipoona mkono wa Mungu akasema nitaenda kushukuru. Lakini ni nani ambaye anaweza kumshukuru Mungu? Jambo la kwanza ni yule mwenye ameona matendo makubwa ya Mungu. Matendo makubwa ya Mungu leo ni sharti tuishuhudie.
Bwana amekuachia pumzi, na ile pumzi ambayo ulio nayo, we uko nani kuliko wale wenyewe wamepita, wametangulia? We uko nani? Kwanza sie kuonana hapa saa hii iko muujiza. Ndio niko nakumbuka nasema kumbe da Madonna alivuka. Kuko Papa Hasani kumbe naye alivuka. Kumbe sie wote tulivuka. Kama ulivuka mwaka wa 2025 wenye tumeuanza na matatizo, na Bwana amekuvukisha, amekuachia uzima. Haiko matendo makubwa ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ndio mwandishi wa Zaburi anasema kwamba kila mwenye pumzi na afanye nini? Na amsifu Mungu. Twende kwanza na yeye, kila mwenye pumzi, twende. Twende tena. Mpigie Bwana vigelegele, mpigie Bwana vigelegele. Mungu amekuachia pumzi, ni matendo makubwa. Matendo makubwa. Benye bametutangulia ni babie. Na biko na mali kuliko weye, biko na kitu kuliko weye, lakini Mungu amekuvukisha. Na kama Mungu amekuvukisha, inafaa unafurahia lile tendo. Umevuka. Mwambie mwenzako kumbe na wewe ulivuka. Mwambie tena kumbe na wewe ulivuka. Mwambie tena kumbe na wewe ulivuka. Kama umevuka mwaka wa 2025, shukuru Mungu, mpigie Bwana vigelegele kwa sababu yuko mwema. Uzima ni zaidi ya vile vitu vyote ambavyo tunaweza kuwa navyo. Mtu mwenye iko mzima angali tajiri. Angali tajiri. Hata nyumba yako imelungula, lakini kama unakia mzima uko tajiri. Hata kila kitu kinaweza kupotea, lakini kama Mungu anakuachia uzima uko tajiri. Kwa sababu wenyewe walikimbiaka Masisi zamani, wanafika hapa Goma wanawaachia uzima. Biko na manyumba kawambika bambi. Yenyewe hauwezi jua hata. Sasa kama Mungu amekuachia uzima, sema asante. Ni matendo makubwa ya Mungu ambayo ameyafanya. Wale wenyewe wanamsifu Mungu ni wale ambao wamekumbukwa na Mungu. Mungu amekukubali wewe. Amekubali shida yako. Amekubali magumu yako. Na amesema nitatuliza moyo wako. Alikuwa na uchungu kwa moyo wake, na akamimina ule uchungu mbele za Bwana. Na alipoumimina, akaona matendo makubwa ya Mungu. Kama we Mungu amekukubali na Mungu amekukumbuka, kwa sababu Mungu anaweza kukumbuka mtu kiroho na anaweza kumkumbuka kimwili, kwa yale ambayo Bwana amekukumbuka ndani yake kwa mwaka ambao umepita na kwa wakati huu. Umwambie Mungu asante. Inawezekana ulikuwa unatembelea Kinga mwaka jana, lakini leo uko Mugari. Sema Mungu asante. Inawezekana jana ulikuwa unakula kabu chungu, lakini leo uko nakula kunyama mzuri. Sema asante, kwa sababu Mungu akibadilisha kitu kimoja ndani ya maisha yako, ni sharti umwambie asante. Mungu ana haja ya asante yako. Na kama ana haja yayo, yale matendo makubwa ambayo Mungu ameyafanya, upate kumshukuru. Sasa Ana alijua kumshukuru Mungu. Ana alijua kumshukuru Mungu. Na leo nataka nikwambie mama, jua kumshukuru Mungu ndani ya maisha yako. Nina maneno matatu hapa tu ambayo nataka nikwambie ya kukuelekeza ili upate kuelewa namna gani unaweza kujua kushukuru Mungu. Jambo la kwanza, jua ya kwamba mambo yote ambayo unayoyapata yanatoka kwa Mungu. Biblia imetuambia katika Zaburi ya 24 ya kwamba vitu vyote vilivyo mbinguni na vile vilivyo duniani na vyenye viko chini ya maji ni mali ya Bwana, na yeye anaipana kwa yeyote anayenyenyekea mbele ya machoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usifikiria kwamba kile kenye uko nacho we ni nguvu zako, ni akili zako. Penina inawezekana alifikiria kwamba yeye ndio alikuwa na basea mzuri,
na akazala batoto. Neema ya Mungu tu ndio nasema naweza. Neema ya Mungu ndio nasema tu nawe pata hiki. Ni neema ya Mungu. Kwa sababu vitu vyote viko kwa mikono yake. Mtu mmoja nikasema kwa kaibana akasema shetani haiko mahali pote na kwa wakati wowote. Shetani haiko pale. Lakini Mungu iko mahali, iko kwa kila nafasi kwa wakati wowote. Kwa sababu kama ulipata pesa kwa shetani, ukikuja hapa tunakuombea, mapepo inakimbia. Shetani iko tena pale? Amekimbia. Kwa tunafikiria kwamba sema ninaenda huko na huku nipate kitu, lakini vitu vyote vinatoka kwa Bwana. Kama unapenda kujua kushukuru Mungu, jua ya kwamba kila kitu ambacho unakipata kinatoka kwa Bwana. Ni Bwana ndiye anatugawia. Hakuna mwingine ambaye anaweza kutugawia isipokuwa Mungu peke yake. Kuokoka yenyewe tuko tunaokoka leo haitokani na mapenzi ya mwanadamu, lakini inatokana na Mungu. Na ukikuja kwa Mungu na dhambi zako, yeye iko tayari atakusamehe. Mwanadamu hawezi kusamehe mwanadamu mwingine, lakini mwenye anasamehe mwanadamu ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni yeye ndiye anabadilisha mwanadamu na anamfanya kuwa mpya. Jambo la pili, Ana alijua kumshukuru Mungu kwa sababu alijua kutimiza naziri. Kama unapenda kujua kushukuru Mungu, jua kutimiza naziri ambazo ulizitoa mbele za Mungu. Kuna watu wanasema maneno mbele za Mungu na hawaelewe nini ambao wako wanaisema. Lakini kama uliweka ahadi kwa Mungu, jua kuitimiza. Ukijua kuitimiza, utajua siri zenye Mungu ameandaa. Ninataka nikupatie zile siri kwa mchana wa leo, kwa sababu mwaka ambao tunataka kuanza uwe mwaka wa baraka na mwaka wa miujiza juu yetu. Kwa hiyo kama unataka kumshukuru Mungu, angalia, eske nimetimiza sawa sawa na vile niliahidi kwa Mungu. Niliendaka mukabatoka moya maboti. Hii siku njia ilikuwa nafungwa Minova. Nikafungua njia hapa Nzulo kuhimaboti. Mama ile himabote huko mkabote na huko unagusa mai. Na mimi ilikuwa mara ya kwanza ndio kutembea mboti. Sasa wakasema pale karibu ya Nzulo, aseme hapa kuka 5 kilometre tu hapa kuna pitaka zoruba. Na ile zoruba kama inapita watu yote ni kutapika maiba mwaga kaka kitu haka. Nikaanza sikia watu wenye kule, Mungu wewe utusaidie tuvuke tuwe, Mungu tusaidie tuvuke tuwe, tukifika Goma, vraiment tutakushukuru. Tukafika yani kwa mkale kabatoro mimi sikusema, nikawachunguza tu nikaangalia vile kwa wanasema sema. Mimi niko kule niko naogopa na mimi basi niko mkamtumbu kwenye siyue. Yakosa niseme nini? Na tukafika kwa sababu tulifika tu pale kazaruba kadogo kakaanza tikisa. Kila mtu kenye kilibakia muroho yake akaanza kukisema. Nikasema ndugu yangu basi maana yake hapa tukikufa tuko watakatifu sie wote. Juu hapa kila mtu ametoa na naziri yake. Lakini sasa tunamaliza tu kale Katoronso na tunafika Nzulo. Yo mapombe zenyewe zilikuwa mule ndani, njoo watu benye walikuwa nasema Mungu tutakushukuru. Banaanza shukuru Mungu kwa kukunywa ile mapombe pale nje. Hii ndio kushukuru Mungu hii. Ndugu wapendwa. Sasa kuna kitu chenye unaweza kusema ba mama, unaweza sema kitu, baba unaweza kusema kitu wakati wa shida kali. Tunapanaka manaziri. Mwaka yenyewe imepita ilikuwa mwaka mzito na inajua ya kwamba ulipana naziri kwa Mungu. Kama unaweza jua kushukuru Mungu, timiza. Na ukitimiza, Bwana atakubariki. Sema amen. Sema amena. Jambo la tatu, Ana alijua kushukuru Mungu. Aliletea Mungu sadaka za heshima.
kama unapenda kujua kushukuru Mungu, shukuru Mungu kwa maneno ya heshima. Shukuru Mungu kwa sadaka ya heshima. Tukifanya evaluation ya sadaka zenye Ana aliletaka. Ngombe 3, wenyewe walikula ngombe mubonane. Baliuza ngombe kuvalere ya kombe. Hakuna wenyewe walikula kuma ngombe mubonane hapa. Ngombe moja baliuza ngapi? 500. Sawa? Sasa alileta ngapi? Alileta 3. Ikakuwa ngapi? Haiko dote ya mtoto mwanamke ile. Sie kwetu ni mbuzi 14. Ndio dote. Na mbuzi moja ni $100. Sinakuwa dote ya mtoto. Sasa Ana akajikuta kwamba Mungu amenitendea tendo kubwa. Sasa inaomba nimletee sadaka za heshima. Akaleta ngombe 3. Akaleta kale kamfuko kambale kama yuko anakufa $25 leo sijui. Akaleta mtungi yake ya divai. Akaleta heshima. Na baada ya hapo tena akaua na ngombe ingine, ndio yenyewe alienda kuleta bakule pamoja na mtumishi wa Mungu. Ana alionyesha ya kwamba Mungu amemtendea mambo makubwa. Asubuhi ya leo nataka nikwambia kwamba kama unajua kushukuru Mungu, jua ya kwamba kila kitu ambacho nakipata kinatoka kwa Bwana. Na jambo la pili, jua kutimiza nadhiri ambayo umeweza kuitoa mbele za Mungu. Ninajua mwaka jana umepana manaziri nyingi, ninataka leo uende kuzitimiza. Ya 3, toa sadaka ya heshima kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anavala koti saa yangu. Sasa mimi natoa sadaka nitoshe 500. Nimpendeza Mungu. Inawezekana haiko hapa pastor mmoja akasema ukanisa lake kulikuja mama akakuja kushukuru Mungu. Mwili yake yote inavaa $500. Lakini sana shukuru Mungu analeta 2000 francs. Bashemasi wakangalia. Hii 500 na yeye analeta 2000. Kwa sadaka zinaweza kutoa na Mungu hataziona. Lakini ukizitoa kwa moyo mweupe na ni ile yenye uko nayo, Mungu ataibariki. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mjane, mimi niko mtafsiri wa Biblia. Sasa nilifika kwa ile text, kumbe wale wenye walitoaka zile sadaka hawakutoaka kusadaka zao. Bakisha maliza depense zao zote, njoo wakakuta mifuko yao mnabakia kitu kenye hapana nacho vale. Njoo walikuya wakaanza toa mule mwa kile kitunga. Sasa Yesu naye yuko anaangalia bimacho, kumbe nasi yuko anaangalia sadaka. Sana iona anaona mwanamke mjane na anakuya. Sasa ule mwanamke mjane zile senti zake njoo ilikuwa utajiri wake. Bwana Yesu asifiwe. Njoo ilikuwa utajiri wake. Sasa aligusa tu kumkandala yake akatoa zile senti zake 2. Yesu akaona ya kwamba huyu ametoa zaidi kuliko hawa wengine wote. Tolea Mungu sadaka za heshima na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zimefichwa. Kama umejua kumtolea Mungu, Biblia inasema ya kwamba Bwana atachunga mali yako na atachunga jamaa lako lote mzima. Ninataka Bwana achunge jamaa zenu leo. Bwana achunge vitu vyenu vyote leo. Bwana atende muujiza ndani ya maisha yenu. Mwaka huu mwaka wa baraka. Bwana awe mlinzi. Bwana awe mlinzi. Kama utajua, Bwana akuchunge. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya pili, Mungu atatimiza ahadi zako zote. Kama we umejua kumshukuru Mungu, Mungu atatimiza ahadi zako. Biblia imetuambia hapa, sawa, nimesoma kitabu cha Yeremia, kuna kuta ambazo zimebomoka ndani ya maisha yetu. Inawezekana maisha yako imebomoka na Bwana anataka aijenge.
lakini kama Bwana atajenga tena maisha yako, ni sherti ujue kumshukuru Mungu. Ninataka Bwana awe mlinzi wetu, Bwana achunge mali yetu, Bwana achunge watoto wetu, na Bwana ajibu mahitaji yetu kwa mwaka wote mzima. Bwana abariki nyumba yako, Bwana abariki jamaa lako, Bwana abariki kanisa lote mzima. Uwepo wa Mungu utende kazi, na kama Mungu atatenda ni kwa sababu utakuwa umejua kumshukuru na kumsifu. Kama haujue kumshukuru Mungu, angalia maisha yako, ujue kumshukuru, na Bwana atatenda kazi kwa maisha yetu. Mungu abariki neno hili na atubariki sote mchana. Amen.